Ya karibu mwana michezo, tuzungumze michezo. Jina langu ni Maunga Junior na hii ni Mpenja TV. Napewa nguvu na Mandasi Store. Hawa jamaa wauzaji na wakopeshaji wa simu aina ya smartphone. Unachohitajika ni kuwa na vitu viwili tu. Cha kwanza uwe na pesa ambayo itaweza kusababisha wewe kwenda kuwa kama kianzio, lakini cha pili uwe na namba yako ya NIDA. Kwa hiyo popote pale ambapo utajiona duka la Mandasi ukiwa na hivyo vitu viwili, fika pale waambie bwana Mpenja TV wameniambia kwamba nikija hapa naweza kupatiwa simu aina ya smartphone. Kwa hiyo hilo tatizo litakuwa limesha kwisha kwa namna hiyo, lakini pia kama una pesa yako cash unaenda pale utapatiwa simu kutokana na pesa ambayo wewe uko nayo. Sijui unanielewa vizuri? Basi fika kwenye mitandao ya kijamii unatumia Mandasi Store. Unafika pale unaweza kupata mawasiliano zaidi, au pia unaweza kuchukua namba ambazo zinapita hapo chini. Lakini tunajua kwamba sasa hivi macho, akili na masikio ya wapenda soka wote hapo kuelekea kwenye mchezo mkubwa, mchezo ambao wekundu wa Msimbazi Simba wana kibarua kizito dhidi ya Stellenbosch kutoka katika taifa la South Africa kutafuta nafasi ya wao kufuzu kwenda katika hatua ya finali. Tuko na Nkoroka hapa, mdau wa kisoka lakini pia ni shabiki kindakindaki, mwananchi Yanga Afrika, aweze kutoa tathmini yake. Anaiona nafasi ya wekundu wa Msimbazi Simba kwenda katika hatua ya finali, atazungumza yeye. Nkoroka, uko vizuri? Niko poa, mambo vipi? Bwana kitambo sana, pole sana. Nashukuru sana. Bwana, mtani wako wa jadi kama mdau wa soka lakini pia shabiki wa Yanga Afrika ana kibarua kizito dhidi ya Stellenbosch. Tunataka kujua upande wako, wewe unasimama wapi? Wao wanasema hawaishii hapa, wanaitaka mpaka finali. Simba kufika finali ni ngumu sana. Kwa sababu gani? Ndio. Simba anashinda mechi sio kwa sababu ana uwezo. Ndio. Simba anashinda mechi kwa sababu ya mihemuko, kwa sababu ya mashabiki wa Yanga. Yaani Simba haendi kushindana kwa sababu ana njaa lile kombe. Anashinda mechi au anapambana kwa sababu ya kuwakomesha mashabiki wa Yanga, kuonesha sisi ni nani. Na hilo ndio tatizo linalowafanya Simba. Unaona hata kila mechi wanaocheza, kipindi cha pili wanakuwa tempo yao inashuka down. Kwa nini? Ni kwa sababu mtu yote anayecheza kwa mihemuko akiwa na morali kuimaintain dakika 90 kitu kigumu sana. Mechi zote Simba ambazo wameshinda kipindi cha pili, ukiangalia mazingira ya ushindi ya kubebwa. Mechi nyingi anashinda kipindi cha kwanza, na Simba kipindi cha kwanza kikiisha hajapata goli. Akienda kupata goli ni dakika ya 99. Sio, unaelewa? Kama sio dakika 99 basi penalti ya mchongo, lakini ni ngumu sana kumkuta anapata goli. Zipo mechi ambazo ameshinda kipindi cha pili. Lakini wao wanasema hii hatua hawaishii hapa, ambapo wao wanataka kufikia rekodi ambayo Yanga Afrika waliweza kuiweka, lakini sio hivyo tu, na kuchukua mpaka kombe kuleta hapa nchini. Kwanza niweke rekodi sawa. Mashindano ya shirikisho barani Afrika ni madogo kuliko hata CRDB Tanzania. Niulize kwa nini? Kwa nini? Simba wakati Yanga anafika finali walisema yale mashindano ni ya wamama, si ndio? Ndio. Haya, wewe unajua mashindano ya wamama? Kwa mfano mashindano yanayoshiriki Simba Queens, si ndio? Yanga Princess. Uzito wake unaweza kulinganisha hata na CRDB? Hauwezi kulinganisha. Kwa hiyo ndio maana nasemaje, yale yana uzito mdogo ukilinganisha, na ndio maana Yanga tulifika finali kwa sababu ya udogo wa yale mashindano. Na tulifika finali, na ile mechi ya finali tulifanyaje? Tulishinda, isipokuwa kanuni iliamua, kanuni ya goli ya ugenini iliamua sisi tusichukue lile kombe, lakini tulishinda ugenini kwa goli moja kama unakumbuka. Ndio. Kwa hiyo tulidhihirisha udogo wa mashindano kama wao walivyosema ni madogo. Kwa hiyo unasema kama wao walivyosema kwamba wale mashindano ni madogo na wakina mama, tukauonesha ule umama wa yale mashindano, tukafika finali. Sasa na wao wafike finali. Kwa sababu wao walisema yale ni ya wamama. Nimekuuliza swali, mashindano yanayoshiriki Simba Queens yana uzito hata nusu ya CRDB. Mashindano yetu ya CRDB hapa. Mashindano yanayoshiriki kina nani? Simba Queens, Yanga Princess, JKT Queens, yale yana uzito sawa na hata ya wanaume ya CRDB? Hapana haja. Ndio ninachokuambia kwamba yale shirikisho ambao ni ya kina mama, yale shirikisho barani Afrika ambao wenyewe walisema ni ya kina mama, ambao sasa tunanukuu kauli yao, yana hadhi ndogo sana. Hayafikia hata hadhi ya championship ya NBC Tanzania ambao Mtibwa anashiriki sasa hivi. Watu wanasemaje kwamba Yanga kule championship hawashiriki wa mama? Watu wanachosema kwamba Yanga Afrika mlifika finali
lakini kwenye nafasi top 4 zile nyinyi hamjafika. Kwa hiyo msimu huu nyinyi mnateseka sana kwa sababu wamfika tu nusu finali, wamekamata nafasi ya 4 barani Afrika kwa ubora. Simba ni mambumbumbu, hawajui calculations. Tulivyokuwa tunatumia calculator na tunaona sisi wajinga. Lakini calculator inakusaidia kuweka hesabu zako sawa. Pointi zinakusanywa sio kwa msimu mmoja. Ni over seasons. Na kinachokupa point ni kila step unayovuka. Unaona? Klabu bingwa na shirikisho point ni tofauti. Sasa sisi tumezikusanya pointi nyingi kwa muda mfupi kwa sababu tumekuwa na performance nzuri katika current hizi current season hizi. Season 2-3. Ndio maana tumewakaribia kwa karibu. Unakumbuka Simba yuko top 10 kipindi miaka 4 iliyopita. Sisi tulikuwa wapi? Nimesahau kidogo. Tulikuwa nje top 20 huko. Top 30. Tumesogea tunaikaribia top 10. Na watu wana mislead. Wanaamini kwamba timu sio tu zinaiweza, wanaamini timu zinaikaribia Yanga kwa ubora. Yaani wanaamini hivyo. Yaani ukweli ni kwamba Yanga inaziacha timu za Tanzania. Gap ni kubwa sana. Yaani tukizungumzia kama tungekuwa tunapima uwezo kwa maana ya uzito, Yanga inawazunguka timu hizi nyingine karibia mara 3 kiuwezo. Mara 3 mara 4. Kwa sababu gani? Watu wanapima kwa sababu kwa sababu Yanga anaongoza ligi. Alafu anomfuata labda gap ni dogo. Gap ni dogo kwa sababu moja. Kwa sababu Yanga anacheza na timu za ligi kuu. Kila timu anachukua pointi. Simba naye hachezi na Yanga peke yake. Anacheza na hizo nyingine ambazo wanazimudu. Na kwenyewe anachukua pointi 3 kama Yanga. Unaelewa? Ingekuwa msimu mzima kila mechi ni Yanga tu, Simba tungekuwa tumemzunguka, unaelewa? Kwa gap kubwa sana. Kwa hiyo kwa sababu hiyo lazima uweze kupata gap kubwa sana. Na ukitaka kuamini kwamba Yanga ni dude la ajabu ambalo ni zito, msimu huu Yanga amepoteza mechi nyingi kuliko Simba. Yanga amefungwa na Tabora, Yanga amefungwa na Azam. Lakini anaongoza ligi Yanga. Maana yake inakupa picha gani? Kipindi kile alipoteza sio kwamba uwezo mdogo. Alipita kwenye mapito, lakini aliona wapi amekosea akarudi. Msimamo wako kwanza, nataka tu huko unazidi kwenda mbali sana. Msimamo wako kwenye mchezo kati ya Simba na Stellenbosch. Simba anaweza akapata magoli katika mechi zote. Lakini kwenda finali pamoja na kwamba yale mashindano ni ya wamama. Simba naye ni mama wenzao. Kwa hiyo uwezekano wa kufika finali ni mdogo sana kwa Simba. Shika maneno yangu. Finali sio ya kila mtu. Unaelewa? Finali hata mashindano ya kina mama wenyewe, finali sio ya kila mtu. Kwa hiyo kitu ambacho nakupa kama angalizo, nendeni mkashangilie mpira lakini mjiandae kisaikolojia. Simba Sports Club inatakiwa ifanye scouting nzuri. Nimesikia kuna mdhamini hapa amesema anataka kwanza ameidhamini kwenye upande wa jezi kwa bilioni 38 wakati timu ina thamani ya bilioni 20. Yaani mdhamini anamzidi mmiliki kichekesho. Alafu anasema atakuwa ananunua mchezaji ambao washabiki wanataka. Ina maana hawana scout. Timu inaendeshwa kihuni. Fanya scouting. Ajili watu ambao wamesomea mambo scouting ya kuvizia vipaji maeneo tofauti kama wanavyofanya Yanga. Yanga sisi tunachukua mchezaji kila siku wao wanapiga kelele. Wamechukua Garasa, Israeli Mwenda huyo hapo. Wamechukua Garasa, Kangalombo huyo hapo. Hawana weledi. Ndio maana unaona kina Mutale walikuja kwa Mkwala atuwaoni. Fernandez Mavambo atuwaoni. Barua siku hizi anacheza CRDB. Lakini walivyokuwa na advertise sisi tunaonekana tunachukua wazee. Wao wanachukua vijana damchanga. Sasa vijana damchanga wamezeeka saa ngapi? Mbona tuwaoni uwanjani? Najua na vitu vingi sana, lakini leo mimi asubuhi nimeamuka tu nakutana na taarifa kutoka TFF ambayo inaonyesha meneja habari na mawasiliano wa kikosi cha wananchi Young Africa Ally Kamwe kupigwa faini ya milioni 5. Na wananchi Young Africa nao wameanzisha mchango wa kumchangia meneja habari na mawasiliano wa kikosi hicho ili waweze kupunguza lile deni ambalo meneja habari na mawasiliano wa kikosi hicho linamkumba. Wewe kama shabiki kwanza umechangia? Sijachangia kwa sababu kwanza taarifa ndo naipata, nilikuwa safarini. Lakini
Ni wajibu wa viongozi wanaosimamia mpira wetu kutoa adhabu kwa watu ambao wanakiuka maadili kwa namna moja au nyingine. Lakini pia tuna react vipi kwenye zile adhabu ni kitu kingine. Sisi kama wananchi, utaratibu wa kuchangia sio tu kwenye matatizo, hadi kwenye furaha. Umeona tumekuwa tukiwachangia wachezaji wakifanya vizuri uwanjani, wanatoka na hela. Huo utamaduni hakuna timu yoyote barani Afrika na duniani. Yanga ndo timu ya kwanza kufanya hivyo. Kwa hiyo swala la Ally Kamwe kuchangiwa na wananchi wala sio story ya mjini. Ni story ya kawaida, ndio maana hata nilikuwa siijui. Ingekuwa imesha trend ingekuwa ni story mpya. Kwa sababu ni kitu cha kawaida. Akiwezi kuwa kina vibe kiasi hicho. Leo utachangia? Nitachangia nikipata fursa. Ukipata fursa? Nitachangia. Unawaambia nini na wale wengine ambao bado mpaka sasa hawajachangia kama wewe? Wachangie kwa sababu ile timu ni ya kwetu. Ile timu inatupa furaha. Naam? Nasema timu ya kwenu na msemaji ni wa kwetu. Alafu nikwambie kinachowaumiza watu wengi ni ubunifu wa Ally Kamwe. Kawaacha mbali. Ndio maana maneno yamekuwa mengi. Yaani anafanya vitu ambavyo kiukweli wanagundua kwamba wameachwa kiubunifu. Na siku zote huwezi ukamkuta mtu wa kawaida tu anashambuliwa. Yaani ukiona brother wewe ushambuliwi. Ukiona husemwe. Ukiona yani una amani tu wewe una shida. Yaani ukiona wewe hudaiwi, hutukanwi, husengenywi au sumbuliwi, wewe una shida. Konta kumaanisha. Kwa hiyo ninachotoka kuambia kile kichwa kitasumbuliwa sana kwa sababu ya ile creativity, kwa sababu ya ile brain. Ally Kamwe ana brain, yani mtoto mdogo lakini na brain ya genius. Hata wanasiasa machachari ndio wanaofungwa jela. Uwezo ukakuta mwanasiasa ambaye kila kitu ndio ukamkuta anazungumziwa. Uwezo ukamkuta anasumbuliwa. Uwezo kumkuta anahangaishwa. Ndio. Always vitu special ndio vinasumbuliwa. Bwana, mna mchezo dhidi ya Fountain Gate. Una matumaini kwenye mchezo tutaenda kuchukua alama 3? Matumaini ni makubwa. Yanga msimu huu pamoja na misukosuko yote hakuna timu iliyotudhulumu isipokuwa ASM Alger kwenye klabu bingwa. Ndio. Alitupiga kule, hapa tukatoa draw. Lakini nyingine zote kama ulitupiga kikombe ulikionja na wewe. Elewa. Kwa hiyo sina mashaka juu ya timu yangu kuelekea mchezo wa Fountain Gate. Ni timu ambayo raundi ya kwanza tulicheza nao, tulipata ushindi point 3, tunaenda kurudiana nao tena point 3 kama kawaida. Hatuna cha kupoteza kwa sababu tunahitaji ubingwa wa NBC. Hilo liko wazi na halina ubishi. Na msimamo wako bado ni ule kwamba mnyama hawezi? Mnyama finali sio kushinda kombe. Finali hawezi kufika. Kwa nini? Kwa sababu hachezi kwa sababu ana uwezo. Anacheza kwa kutuangalia mashabiki wa Yanga. Watasema nini? Watatuzomea. Simba hajawahi kufika nusu finali ya mashindano yoyote barani Afrika. Isipokuwa Yanga tu alivyofika. Ndio wao wanastuka. Ndio miemko sasa wanacheza kwa hisia sana kuliko uwezo wao. Bwana, mimi nikushukuru sana. Nashukuru sana. Kuna lolote ambalo nataka kushare? Hapana, ni washukuru tu wananchi kwa ushirikiano, tuungane kwa pamoja kwenye mechi inayofuata. Tuiunge klabu yetu mkono. Tujae kwa wingi ili tuweze kuwashangilia jeshi letu la wachezaji, tuweze kuondoka na point 3 na magoli mengi kama alivyo kikombe alichokipokea Stand United. Stand United iko shirikisho, iko nani, iko championship. Mbeya City yuko wapi? Si Mbeya City, si yuko nani? Basi naye angekula 8. Nishukuru sana. Mpiga 8. Ngoja kwanza usinikimbie. Jepo kati la Mbeya City na Stand ni point ngapi? 4. Manake ni jamii moja. Haya, nitaka kushuhudia Simba naye anatoa vikombe hivyo, si timu ndogo. Stand United ilishashiriki ligi kuu. Kwa hiyo ni mmoja kati ya wale ambao ni majiant, ni kama Mtibwa, ni kama Mbeya City, ni kama nani. Kula goli 8, hiyo inadhi. Alafu pia hao wanaosema kwamba tumetumia nguvu nyingi, basi mbona kwao hawasemi hivyo? Wao wamekula 6-5. Sisi hadi watu wa ligi kuu hivyo, hadi wa Champions League wamekula hivyo vikombe. Kwa hiyo vikombe vya 5-6, 5-6, 8 ni kawaida kwetu. Nikushukuru sana. Na kitu kingine ambacho nataka kukuambia. Yanga tusingepitia ule miumbo, tulikuwa tunafika finali klabu bingwa. Miumbo gani? Zile point tulizopoteza klabu bingwa, tukapoteza na Al Hilal, tukapigwa hapa goli 2, kwa 2. Tukaja tukapoteza kwa MC Alger. Raundi ya pili kama unakumbuka,
hatujapoteza mechi yoyote mpaka tukaingia kwenye matumaini ya kuvuka hatua ya makundi kwenda robo finali. Unakumbuka maana yake ni nini? Sisi tunao uwezo wa kupindua meza katika dakika za mwisho. Imagine raundi ya kwanza yote ile tumeharibu, lakini raundi ya pili wale wote waliotushenyenta, unaelewa, huyu Al Hilal mwenyewe ambaye ndo alikuwa anaogopwa naye kala dozi. Kitu ambacho nataka nikwambie, Al Hilal alichukua nafasi ambayo ilikuwa ni ya kwetu, ndio maana ametolewa. Yani mimi najua bwana wewe iko kichwa kina vitu vingi. Ilitakiwa Yanga tuongoze kundi au tuwe nafasi ya pili, tukamfundisha Al Hilal namna ya kushindana kibingwa, klabu bingwa. Nikushukuru sana. Asante sana.